Karibu katika chaneli yako pendwa ya PVP Media Plus, na leo tunasafiri mpaka huko Mumbai nchini India. Wapendanao wawili Mwamba Vasant pamoja na mke wake anayefahamika kama Aranya walikuwa katika gari na wanaelekea katika nyumba yao mpya ambao wamenunua hivi karibuni. Walikwenda kununua nyumba katika maeneo ambayo ni very expensive, yani ya gharama kidogo, na katika hizi apartment inaitwa Coastal Paradise, yani mbingu ya pwani. Walikaribishwa vizuri sana na huyu project manager ambaye akawaambia kwamba nina furaha sana kuwaona nyie wateja wangu wa kwanza kabisa katika hizi apartment zangu. Akasema eneo ni salama sana kwa ajili yenu pamoja na familia kiujumla. Walinzi wapo katika vituo vyao vya kazi na wanazunguka kila muda na kila saa. Na mishale ya usiku kuna gari ambayo inakuja kufanya patrol, gari ya polisi kabisa, inazunguka hapa mida kama ya masaa 2 mpaka 3, kisha baada ya hapo inaondoka. Kiufupi ni kwamba mupo katika eneo ambalo ni kama ndoto ya maisha yenu inakwenda kutimizwa, kwa sababu kila kitu kinazingatiwa vizuri na mtaishi katika mazingira salama sana, na nyie ndio wateja wangu wa kwanza kununua nyumba hapa. Lakini mwanamama Aranya akaomba samahani kwa kuuliza swali ambalo liko nje kidogo ya maada. Akasema tunapokaribia kuingia katika hili eneo tumekutana na mnara mkubwa sana wa malaika, lakini nikiangalia hapa kote kwenye apartment wala sijaona kanisa wala jengo lolote la ibada. Unaweza kuniambia ile sanamu ya malaika imesimama ikiwa inawakilisha kitu gani? Manager akasema miaka kama 10 na kitu hivi iliweza kupita, ile sanamu ilikuwa inapelekwa katika kijiji cha wavuvi ambao ni Wakristo, lakini kwa kuwa ile sanamu ilikuwa inasafirishwa nyakati za usiku na mvua kubwa ilikuwa ikinyesha, basi sanamu ile ikaanguka katika barabara. Siku ya kesho yake tena kuna gari jingine tofauti likaweza kutumika, lakini kwa bahati mbaya na lenyewe likashindwa kuibeba ile sanamu ikaanguka. Basi maamuzi ya kanisa yakawa ile sanamu inatakiwa kuachwa hapo kama ishara na kumbukumbu tu. Na baada ya kueleza hayo, manager pamoja na msaidizi wake wakawa wanaondoka. Na huu ndio ukawa mwanzo wa tamthilia yetu. Tamthilia inaitwa Black. Karibuni sana, ukiwa umegusa alama ya kusubscribe utakuwa umetisha sana. Basi mapema kesho yake Mwamba alikuwa ameambatana na mke wake anayefahamika kama Aranya, wakaelekea shopping kufanya manunuzi, kisha baada ya hapo akawa anarejea nyumbani, japokuwa ilikuwa ni jioni. Mtaalamu Vasant alipiga oni sana, lakini hakuna mlinzi aliyejitokeza kwenda kufungua mlango. Mshikaji mpaka akashuka kwenye gari, walinzi! Ikabidi Mwamba Vasant aweze kufungua geti kwa hasira sana. Alafu walisema kwamba eti ulinzi upo kila wakati. Sasa hivi angalia, walinzi wenyewe hata wapo getini. Lakini wakati wanaingia ndani wakakutana na box fulani hivi la zawadi, ilikuwa jekundu. Hasa walipoifungua hii zawadi walikuja kugundua kwamba ni portrait ya picha, yani ni mchoro ambao ulikuwa umechorwa vizuri sana kana kwamba mtu alikuwa anaonekana. Lakini bidada Aranya akawa anasema, kuna mtu yeyote ambaye umemwagiza picha? Jamaa akasema hapana, itakuwa tu labda nimetumiwa zawadi kama surprise. Dakika hizo hizo wakasikia mtu akiwa anagonga hodi, wakijua kwamba atakuwa ni wahudumu katika maeneo haya, lakini wakashangaa kuona kwamba ni rafiki yao eti amekuja kuwatafuta mpaka huku. Mwamba anasema, Vasant, umenipigia jana simu usiku sana, unaniambia kwamba unahitaji kuniona, lakini sasa hivi nashangaa tu unajifanya hujui chochote kile, una maana gani? Mwamba akasema, mimi hata sikukupigia jana, hata sikutuma ujumbe wowote ule kwako, bali mimi nilikuwa nimetuma ujumbe katika group na kuwatakia usiku mwema. Jamaa akasema, ulinipigia rafiki yangu, ila wakati anajisearch sasa kuchukua simu aweze kumuonesha ushahidi, ndio akagundua kwamba simu ameisahau katika gari. Sasa wakati wanaendelea na stori zao wakawa wamejisahau kabisa kumuuliza Mwamba, umepajuaje ninapoishi? Kwa sababu hata ili eneo jamaa hakuambiwa kwamba tunahamia huko. Mishale ya usiku Mwamba ndio siku ya pili anakaa katika hii nyumba. Sasa akawa anawasiliana na watu kidogo wa kikazi huko, akawa anatoka kidogo ila punge upepo wakati anaendelea kufanya mawasiliano. Lakini jamaa aliona matawi ya mti ni kama yametikiswa na kitu, lakini baadaye akachukulia kawaida tu akijua kwamba huenda ni upepo. Wakati Mwamba amemaliza mawasiliano yake ili anarudi ndani, akaanza kusikia sauti kama ya mwangwi nje kidogo ya nyumba, na ghafla mwanga ukaanza kutikisika hapa ndani. Na hili tatizo Mwamba alilichukulia kwamba ni la kawaida kabisa. Akawa anampigia manager na kusema kwamba umeme umekatika hapa nyumbani, lakini akaambiwa kwamba kuna backup generator, yani generator ya ziada. Na manager akasema kwa bahati mbaya sana walinzi wametoka kidogo, kwa sababu bado wateja wengi hawajahamia hapo, kwa wametoka kwa muda kidogo, naomba mkatusaidie kuwasha hilo generator. Hasa unajua kuna baadhi ya vitu vimeshazoeleka katika maisha ya binadamu. Mwezi unafahamika umbali wake ni upi, lakini siku ya leo mwezi ulikuwa unaonekana kama umeshukashuka chini kidogo. Wakawa wamefurahia jambo hilo. Basi bwana, wakawa wameswitch on magenerator na mwanga ukaanza kurejea katika nyumba moja baada ya nyingine. Lakini bidada Aranya aliona kana kwamba ni kama kuna kitu kimepita ila akawa elewi ni kitu gani kimepita pale kama mtu hivi. Basi wakaenda kutazama na waligundua kwamba hakukuwa na kitu chochote kile. Mwamba akamtoa hofu mke wake na wakaendelea na safari. Na Mwamba akamwambia mke wake, unajua kwamba sisi ndio wateja pekee ambao tumenunua nyumba katika eneo hili, bado watu wengine hawajahamia hapa, kwa hiyo usiwe na hofu kabisa. Lakini wakati wameingia ndani ya nyumba, mwanamama Aranya akawa ameshtuka kwamba apartment ya jirani inaonekana taa zimewashwa mpaka ndani. Sasa akawa anajiuliza, ina maana kuna watu wengine wamehamia kisirisiri. Lakini kabla hata hawajadiscuss
jambo hilo vizuri, ghafla simu ya Mwamba ikawa inaita, na alikuwa amepiga simu ni mlinzi, akasema kwamba samani kidogo bana, mke wangu amepata dharura kwa ameelekea hospitali, nikawa nimetoka hapo bila kuaga. Mwamba akasema sawa, dharura zipo, lakini nilikuwa nataka kuuliza, je, kuna mtu yote amehamia apartment ya hapa jirani petu? Lakini mlinzi akasema hakuna mtu aliyehamia katika hiyo apartment zaidi yenu nyie wawili tu. Mwamba akasema sasa mbona kuna taa zimewashwa mpaka ndani? Sasa jambo la kustaajabisha, mlinzi akasema katika apartment yoyote ambayo iko pembeni yenu hakuna apartment iliyounganishwa umeme zaidi ya hiyo apartment yenu pekee. Nyumba yenu pekee ndio inayopaswa kuwa na mwanga, hakuna nyumba nyingine ambayo inastahili kuwa na mwanga hapo katika maeneo ya apartment zote. Sasa huu mwanga ambao tumeuona umetokea wapi? Lakini kuna sauti ya ghafla ilisikika masikioni mwao, wakaogopa sana. Kisha Mwamba akawa anaenda kuchungulia nje nini kinachoendelea, na Mwamba alipoweza tu kulisogelea lile jengo ili aulize ni wakina nani ambao mko humo ndani, akakuta mwanga umeshatoweka, yani kuna giza totolo. Akazidi kulisogelea lile jengo karibu kabisa na mlango ili aweze kuuliza wakina nani mko humo ndani, ila akashangaa anakutana na kipisi cha sigara. Hichi kipisi kinaonekana kabisa kwamba kuna mtu dakika hizi alikuwa anavuta sigara mitaa hii. Basi akarudi mpaka nyumbani, akasema ni kama kulikuwa kuna mtu katika yale maeneo. Mke akasema swala la kuwa na mtu sio shida, lakini swala ni kwamba ule mwanga ambao ulikuwa unawaka mule ndani, na huyu mlinzi amesema kwamba ile nyumba haijaunganishwa na umeme, ilikuwa ni taa ya namna gani? Basi jamaa akasema kwa kuwa kulikuwa na kile kipisi cha sigara, huenda yule mtu alikuwa amewasha tochi ndani, kwa hiyo tulikuwa tunaona mwanga wa tochi. Mwanamama Alani akasema sawa, mwanga wa tochi, na ile taa nje pale na wakaje sasa kama ni mwanga wa tochi. Lakini mke wake akasema mbona muda wote taa hiyo ilikuwepo iko oni? Mzee baba akasema mimi nilitoka pale nje na nikuta taa imezimwa, ikabidi waambatane na mke wake moja kwa moja akawa anaelekea hapo. Lakini awamu hii akiwa yuko na mke wake, mwanga haukuweza kuzima. Jamaa akaamua kwenda kuchungulia dirishani kuangalia nini ambacho kinaendelea huko ndani, na kama kuna watu wamehamia basi atawaona. Lakini wakati Mwamba anachungulia, alifanikiwa kuiona picha ambayo inafanana kila kitu sawa sawa na ile picha ambayo iko kule nyumbani kwake. Lakini bidada Aranya akamvuta Mwamba na kusema nimeona watu mule ndani wanafanana kabisa na sisi. Jamaa akawa hamuelewi kabisa mke wake, kabidi naye kutazama mara mbili, ndipo anagundua kwamba ni wao wenyewe wako ndani ya hiyo nyumba ya pili. Walikimbia haisee moja kwa moja mpaka katika apartment yao, na walipoweza kufika tu bidada Aranya akasema tupaki vitu vyetu haraka sana tuondoke hapa. Lakini Mwamba Vasanta akasema bana, hebu tulia kwanza, unajua tumehamia katika nyumba mpya, kufanyiwa planki ni vitu vya kawaida, yani kuchangamshwa. Na Mwamba akamwonyesha bidada kile kipisi cha sigara, akasema hapa pana watu, ila sasa wanachotufanyia sisi wanatufanyia planki. Sasa huenda wametufanyia reflection ya picha zetu sisi wenyewe tulikuwa tunajiona wenyewe. Lakini bidada akasema hivi, unajua kwamba hizo sigara ni sigara zako wewe pia ulizokuwa unazivuta, yani hizo sigara ni za kwako wewe. Akaingia ndani ya chumba akachukua sigara ambazo zilikuwa zimebakia na akamwonyesha jamaa. Hasa mwanamama akaondoka pale kwa hasira, lakini wakati anaondoka alikuwa amegongesha meza kwa bahati mbaya. Sasa ile glasi ikaanza kulol, na Mwamba hapa Vasanks ndo akakumbuka kwamba wakati anachungulia pale dirishani aliona glasi ya pili pia ilikuwa inazunguka hivyo hivyo. Mwamba akaanza kuhisi kana kwamba ndani ya ile nyumba kuna wao baadaye, lakini huku wao ni nyuma. Akachungulia kile chungu ambacho walikuwa wamekiangusha walipokuwa wameenda kule katika nyumba ya pili, akagundua kwamba kilikuwa kimeanguka katika hii nyumba yao hapa ambapo wao wapo. Kwa hiyo ndani ya ile apartment ya pili ni kama wao katika maisha ya baadaye kidogo. Muda wa kupoteza rafiki yangu ukawa haupo. Sasa hapa Mwamba ndo akawa kimbelembele, kwanza wakawasha gari na moja kwa moja wakaanza kuikimbiza, ila wakashangaa kuona kwamba mbele yao ni kama tena kuna gari nyingine nakimbia. Lakini Mwamba kadri ambavyo anazidi kukimbiza gari yake sana akajikuta kumbe alikuwa anakimbiza kurudi pale pale alipotokea. Mshikaji kinyonge sana akasema mama turudi ndani. Lakini ule muda wanaingia tu ndani wanagundua kwamba ile portrait, yani mchoro, ulikuwa na wenyewe umeshavunjika. Hapa mwanamama akaanza kugundua kwamba wapo katika hatari mbaya, na haraka sana akawa anawapigia polisi. Lakini wakati huo Mwamba Vasant alikuwa busy kutazama mazingira ya nyumba kama yako sawa, na alipokuwa amejihakikishia kwamba kila kitu kiko fresh akampigia rafiki yake akawa anamuuliza vipi rafiki yangu, umefika nyumbani salama? Lakini mshikaji wake akasema kwani leo nilikutembelea mpaka nifike nyumbani salama, mbona tujaonana? Mwamba alipigwa na butwaa, hakuamini macho yake. Leo alikuwa na mshikaji yake hapa na wamepiga stori mingi, lakini kuna pazia lilikuwa kama vile limeweza kushika moto. Mwamba akawa anahangaika kuweza kulizima. Bidada Aranya akamwambia jamaa kwamba wakati ambao umeme umekatika hii mishumaa ilikuwa imejizima, na wakati umeme umerudi na hii mishumaa ikawa inawaka. Bidada akasema huenda kuna mtu ambaye anatuenjoy, anaingia ndani anawasha mishumaa alafu anazima, lazima pana mtu hapa. Na tena
maana huyo mtu atakuwa alivizia wakati ule tumetoka nje, akaja akawasha mishumaa. Baada ya hapo akawa ameangusha hii picha. Lakini wakiwa hapo walisikia mungurumo wa gari, kana kwamba kuna gari ilikuwa inapaki katika nyumba ya jirani. Ile kuja kuchungulia katika dirisha, wanagundua kwamba hata katika dirisha ya nyumba ya jirani na kwenyewe moto ulikuwa unawaka kama ulivyokuwa unawaka hapa kwao kabla. Mwamba akajiongeza, akaenda kwenye main switch, akazima umeme kisha akawasha, na alipokwenda kuchungulia dirishani akagundua kwamba hata kule katika nyumba ya pili umeme ukazima na ukawaka. Kwa hiyo mara ya kwanza matukio kule mwanzoni alikuwa anatangulia, lakini walipoweza kutoka tu nje na kurudi ndani, matukio huku ndio yameanza kutangulia kule, anachelewa. Mwamba Vasanti akaandika kikaratasi cha urafiki na kusema kwamba nimekuja kusalimia rafiki yangu, alafu akakibeba kikaratasi na mke wake wakaenda katika nyumba ya pili, wakakiweka kile kikaratasi chini ya mlango, alafu wakakimbia kurudi katika ile nyumba yao ambapo wametokea. Ile wanafungua tu mlango wanagundua kwamba kile kikaratasi walichoandika wakakiweka katika nyumba ya pili kiko katika nyumba yao. Hapa bwana we, wakati wa kuumiza kichwa ndio ukawa umeweza kuwadia. Wakawa na waza nini watafanya, na hawaelewi kwa nini haya mambo yanajitokeza katika namna hiyo. Tunarudi tena ndani ya jumba letu la maajabu ambapo tunamwona Mwamba Vasanti akiwa anaongea na mke wake kwamba huenda mambo yanayoendelea upande wa pili yanahusu baadaye yetu. Mwamba akapata wazo la kuandika ujumbe mwingine, alafu akamwacha bidada Aranya nyumbani, akasema mimi nakwenda kupeleka ujumbe huu kule, alafu wewe utakuwa unaangalia hapa. Lakini Mwamba hata kabla hajaondoka, ghafla tu ile karatasi ikaonekana imepita chini ya mlango. Katika kitu cha kustaajabisha ni kwamba yeye mwenyewe ndo alichokiandika sasa hivi na amekishika mkononi. Kwa hiyo Mwamba akagundua kwamba hili wazo wakati analiwaza huku kule alishakuwa ameshaliwaza na alishatoka nje ya nyumba na akapitisha tayari kinotebook, na ndio hichi ameweza kukiona. Ghafla tu mlango ukawa umefunguka, kuja kutazama anagundua kwamba ni yeye mwenyewe ameingia ndani, na anajishangaa kuona kwamba wako wawili humu ndani. Wanaume bila hata kupoteza muda wakaanza kukwidana, kichapo kizito kikaendelea hapa ndani. Lakini ule Mwamba mgeni alikuwa na nguvu kuliko huyu mwenyeji, alipigwa sana mwenyeji. Lakini bidada Aranya akaamua kuamulia ugomvi huu kwa kumpiga Mwamba katika upande wa kichwa huyu ambaye ni mgeni. Jamaa akakimbia akaondoka. Mwamba Vasanti hakuamini, amechoka vibaya mno. Jamaa alitamani hata kama ingelikuwa ndoto, lakini maumivu anayoyasikia ndio yakawa namthibitishia kabisa kwamba kila kinachoendelea ni kweli. Mwamba akachukua mtungi, akapiga sana mtungi kwa sababu ameweza kupigwa mbele ya mpenzi wake. Sasa wakati huo anaendelea kunywa akidhani kwamba atashusha hasira yake, akashangaa kuona kwamba hasira yake ndio inazidi kuongezeka. Akachukua ile fimbo ya baseball moja kwa moja akawa anatoka. Mke wake akawa anamzuia, anasema bana, hembo acha. Sasa Mwamba alipofika katika nyumba ya adui yake ile kuja kuchungulia dirishani, anagundua kwamba bidada Aranya alikuwa amelala chini kana kwamba alikuwa amejeruhiwa vibaya. Alafu yeye ndio yuko kando ya bidada, anamuita kwa nguvu sana, anamuita Aranya, amka amka, lakini anakuta Aranya bado amelala tu. Mwamba alipoangalia vizuri katika dirisha pale, akawa anatazama saa ya ukutani na aligundua kwamba hili tukio litakwenda kutokea mishale ya saa 7:01 usiku. Na jamaa akaona kwamba hichi kitu ambacho anakiona sio uadui, bali anamuona mtu ambaye amenasa katika sehemu nyingine tena katika baadaye. Sasa hivi ilikuwa ni mishale ya saa 5 usiku, kwa hiyo inaelekea mida ya saa 6 na saa 7 ile tukio ambalo analiona litakwenda kutokea. Bidada Aranya akawa anauliza nini ambacho kinaendelea, lakini Mwamba Vasanti akawa anagoma kabisa kumwambia. Hasa Mwamba ile kuja kuingia hapa ndani katika nyumba yao, anakuja kutazama muda, anagundua kwamba ni saa 7 kamili. Kwanza kabisa akakaa katika sofa akawa haelewi. Ili tukio lilipangwa kutokea mida ya saa 7:01, lakini hapa ni saa 7 kamili. Ina maana gani? Jamaa akawa amewaza kwamba kule upande wa pili, kwa sababu yule mtu ameshafiwa na bidada Aranya, atakunywa pombe nyingi. Baada ya kunywa pombe nyingi atakuja katika hii nyumba ya pili na atakuja kumuua bidada Aranya. Ikabidi mtaalamu aweze kuchukua chupa zote ambazo zina bia ndani yake, aweze kuzimwaga kabisa, pombe isiwepo hapa ndani. Sasa zimebakia kama sekunde 30 hivi. Sasa zimebaki sekunde chache. Hapa tu akasikia sauti kana kwamba kuna gari ilikuwa inapaki nje ya nyumba yao. Ile kwenda kuchungulia dirishani, kumbe gari ilikuwa inachomoka kutokea katika nyumba yao kuelekea katika maeneo hata ambayo hayajulikaniki. Na ghafla hali ya utulivu ikawa imeweza kuonekana hapa ndani. Sasa wakaanza kuona ni kana kwamba hapa wanaishi katika kamchezo fulani ka muda. Mwisho wa siku Aranya akaja na wazo moja, akasema hebu subiri kwanza, kama kila kitu tukakizingatia na kukizingatia kweli kweli, hasa katika upande wa muda, tunaweza tukajikuta tunavuka mipaka na kutoboa. Unajua, hasa kwanza baada ya ile gari kuona kwamba imeweza kuondoka, wakaenda katika ile nyumba wakaanza kuchungulia, kuangalia nini ambacho kitakwenda kujili. Mwamba Vasanti alionekana akiwa amepiga simu na amechanganyikiwa sana, na anajieleza tu bana, kila kitu kiko sawa, lakini wakati huo akawa anamtoa bidada mkono, alikuwa amemshika na mwambia hebu subiri kwanza. Lakini wakati
wakati huo wanaendelea kuchungulia, ni kama vile walimuona mwamba anasogea katika mitaa ya dirisha, ndo akawa wanajificha. Sasa wakati wanajificha, ndo lile jani likawa linatikisika hapa ndani. Sasa kama unakumbuka mwanzoni kabisa mwa tamthilia yetu, kuna mwamba akawa anatoka nje lengo aweze kuvuta sigara, ila amefika tu akagundua kwamba kuna jani ilikuwa inatikisika nje ya nyumba. Kumbe ndio wakati huu, na bahati mbaya, kumbe mwamba alikuwa ametoka nje kidogo katika dirisha kuongea na simu, na wakati anaongea na hii simu alikuwa anaongea kwa habari ya mchepuko. Sasa bidada Aranya si amesafiri mbele ya muda, ndo akawa anaona mazungumzo yote ambayo bwana mkubwa alikuwa anayaongea na simu pale. Alikuwa anaongea na mwanamke ambaye ni mchepuko wake bana. Bidada hakutaka tena kuendelea kumsikiliza jamaa. Sasa jamaa akawa anamfuata bidada, bidada akapita katika giza fulani hivi, jamaa naye akawa amemfuata huko huko. Lakini kila dakika ambayo mwamba akivuka pale na akirudi katika nyumba, anagundua kwamba bidada Aranya alikuwa hayupo. Kila anapoingia katika giza na anaporudi, anagundua muda umebadilika pakubwa sana. Yaani ni kana kwamba ili giza ukilivuka tu basi najikuta kwamba umebadilika kabisa kimazingira. Na kila anaposafiri na anaporudi, anaona moment nzuri za furaha, kana kwamba alikuwa anafurahia sana na bidada. Sehemu nyingine akienda anagundua kwamba alikuwa na magomvi na bidada. Sasa kadri anavyolivuka ili giza na kulivuka tena na tena, anajikuta mambo yanakuwa mengi mpaka akawa haelewi chochote kile ambacho kinaendelea. Ni kana kwamba anajipeleka katika matukio ya mbele sana ambayo baadaye anakuja kumchanganya. Baadaye aligundua kwamba hawezi kabisa kumkuta bidada Aranya, basi akajikuta amechanganyikiwa, akaanza kuvuruga kila kitu hapa ndani. Sasa mwamba alipokuwa anavuruga vitu, ndo ile picha ikawa imeweza kuanguka pale nje. Sasa hii picha, kumbuka, waliweza kuiona wao katika nyumba ya pili kwamba kuna picha ilikuwa imevunjika. Kwa hiyo kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea ndani ya nyumba, wao wenyewe ndio walikuwa wamekitengeneza. Hata picha kuvunjika, mishumaa kuwashwa, wao wenyewe ndio walikuwa wamefanya vile vitu. Na mwamba akagundua kwamba amenaswa katika mtego wa muda ambao haelewi kabisa fumbo hili atalitatua vipi. Mwisho wa siku akawa anatazama mwezi ambao ulikuwa unafunikwa na mawingu meusi, na ghafla mwanga ukawa umerejea wa umeme. Sasa kuna gari fulani hivi ya maafande ikawa imekuja hapa nyumbani, na afande akawa anasema, bana, nimepokea simu kutokea kwa mwanamke, anasema yupo katika hatari. Sasa unajua hii simu ni ipi? Ni ile simu ambayo bidada alikuwa amepiga wakati ule walipokuwa ameingia ndani na kugundua kwamba kuna picha imevunjika na mishumaa imewashwa, wakajua kwamba wamevamiwa. Kwa hiyo bidada alipigiaga simu kwa maafande. Kwa hiyo mpaka muda huu ni kwamba mwamba amejirudisha nyuma ya muda pasipo kujua, kwa kuendelea kuvuka kile kivuli mara kwa mara. Mwamba akasema, ni mke wangu ambaye alikuwa amepiga simu, ila sasa hivi amepotea, ndo namtafuta. Sasa jamaa alipoulizwa kwamba mke wako alipotea muda gani, jamaa akasema mke wake alipotea mishale ya asubuhi. Sasa kwa nini unamtafuta muda huu na umechanganyikiwa kiasi hicho? Afande akawa na mashaka sana, na akaanza kusikia harufu ya pombe kutoka kinywani kwa mwamba, lakini pia akawa ameona majeraha ambayo mwamba anayo, akajua hawa huenda walikuwa wamegombana. Kwa hiyo huyu jamaa ni mtumiwa wa kwanza. Akaingia ndani ya nyumba, akaangalia mazingira, wewe akajua huyu ndio Musa. Na licha ya kwamba mwamba alikuwa amekamatwa na kuhifadhiwa katika gari ya polisi, bado akili yake ilikuwa inawaza kitu kimoja tu, nataka nimpate Aranya. Lakini mwamba alipoweza kufika ndani ya kituo cha polisi, akaanza kuwashambulia maafande na aliweza kuwapiga wote. Mwisho wa siku akaiba gari na moja kwa moja akawa anarudi katika vila kule kwa mke wake. Sasa wakati anarudi, kuna kipindi wakati anakujaga mwanzoni kabisa katika ile eneo walikutana na hii statue, yani sanamu ya yule angel. Sasa kuna maono akawa anayaona kana kwamba alishawahi kupitaga hapa. Sasa akaanza kujifuatilia yeye mwenyewe, alipopita alikuwa anaelekea wapi, akawa anaifuata gari inayoenda, na alikuwa amepelekwa ndani ya jengo moja kubwa sana. Basi akawa anajifuata tu kuangalia alifuata nini huku, na humu ndani akakutana na mzee mmoja ambaye akawa anasema, hata mimi mwenyewe napitia hali kama ambayo wewe unaipitia. Akasema hata mimi nimewahi kukamatika katika hilo eneo la dark zone, yani katika eneo la wingu jeusi, niliweza kunasia huko. Akasema miaka mingi iliyoweza kupita, watu wawili waliweza kuuliwa katika lile eneo la villa ambako nyie mmeenda kununua apartment. Wale watu waliokuwa wameweza kuuliwa walikuwaga ni marafiki zangu. Mwamba anasema nilipogundua kwamba marafiki zangu wameweza kuuliwa, nilichanganyikiwa sana, nilianza kumfukuzia muuaji. Baadaye nikaja kugundua kwamba muuaji kumbe nilikuwa ni mimi mwenyewe. Kuna aliyeweza kuniamini, hata mahakamani walijua kwamba huenda nimekuwa sina akili timamu, kwa wakanitreat kama mgonjwa wa akili. Mwamba anasema kuanzia hapo nilipoweza kuachiliwa tu bana kama mgonjwa wa akili, basi nilipambana sana kuja kujua ukweli wa ile eneo, na utafiti wangu ulinirudisha miaka mingi sana, wakati ambapo India ilikuwa ikitawaliwa na Waingereza. Ikajengwaga maabara ya asili sana ambayo ilikuwa na dili na utafiti, lakini wakati ile project inajengwa, kwa bahati mbaya sana kulikuwa kuna ajali nyingi sana, jambo ambalo likapelekea kufungwa kabisa katika ule ujenzi. Lakini vile vifo na zile nafsi zilizokuwa zinafia katika lile eneo havikuweza kupotea. Kwa hiyo pakatengeneza kama duara jeusi, duara ambalo linatengeneza kifungo kizito ndani ya muda. Na baada ya kutengeneza hilo duara, lile duara unapolivuka panapokuwa na giza, unatengeneza tawi jingine, na matawi yanazidi kuongezeka kila unapovuka na kuvuka na kuvuka na kuvuka. Lakini Mwamba Vasant akasema, yani mzee, hata sijakuelewa vizuri, lakini kuna
kuna swali ambalo ninalo hapa, nawezaje kurudi katika muda wangu original? Lakini mzee akasema, yaani ukishaingia katika hili duara basi huwezi tena kurudi, na njia pekee ya kuhakikisha kwamba wewe unaweza kutoka katika hiyo timeline ni kuhakikisha unamuua yule mtu ambaye unakutana naye anayefanana na wewe. Mwamba kwa kweli hakuwa na mpango huo wa kutaka kuja kumuua mtu yoyote yule, lakini alichokuwa nakiwaza ni kitu kimoja tu, ampate bidada Aranya. Lakini mzee akasema, kama kweli unataka kurudi katika muda wa kwanza ambao uliweza kufikia hapo, basi hakikisha unawaua wote wanaofanana na wewe. Hasa Mwamba akawa amerudi mpaka pale katika ile vila ambayo alikupogi kabla, na aliweza kumuona bidada kwa ndani akiwa na mawazo kidogo. Kumbe bwana anaingia tu ndani anafurahia na bidada, ghafla tu akajitokeza Mwamba mwingine kabisa. Ndio pale mwanzoni kama unakumbuka walikuwa wamevamiwa na mtu ambaye wanafanana naye, kumbe jamaa ndo amekuwa anatokea kwa yule mtaalamu. Hasa kwa kuwa Mwamba Vasanti wa sasa hivi anakumbuka kila kitu, akaanza kumshambulia yule jamaa mpaka atake kumuua. Sasa bidada kama unakumbuka alibebaga baseball na akampiga Mwamba katika eneo la uchogo. Sasa awamu hii atampiga huyu ambaye ni mpenzi wake. Hasa jamaa kwa kuwa anayajua matukio ya mbele akawa ameweza kumzuia bidada asiweze kumpiga eneo lake la uchogo. Hasa Mwamba Vasanti akawa anampiga sana yule jamaa, ila sasa Vasanti hajazoea kuua mtu yoyote yule, akawa anajua kwamba akimpiga kidogo mtu anakufa, anakuta mtu hafi tu. Akaenda akauvuka ule mstari mweusi, na baada ya hapo akajirudi tena. Kwa hiyo ukirudi unakuta kila kitu kimebadilika tena. Lakini awamu hii alipoweza kurudi aligundua kwamba Vasanti pamoja na bidada Aranya wana furaha kabisa. Mahusiano yao yalikuwa yameboreshwa sana, na mwisho wa siku Mwamba akagundua kwamba mke wake alikuwa ni mjamzito kwa majibu ya ultrasound. Mwamba akaogopa kabisa kuingia hapa ndani kwenda kumuua yule jamaa, kwa sababu akaona kwamba akienda kumuua yule jamaa mke wake itakuwaje, ataishije na ule ujauzito. Na ukumbuke mke atamwona Vasanti wa sasa hivi ni adui, kwa hiyo hatawahi kumpokea kama mme wake. Mwamba akaamua kurudi tena kwenye kile kiza, akavuka akajirudi mara ya pili kuja kuangalia hali ikoje. Lakini awamu hii bwana we aligundua kwamba nyumba ilikuwepo iko empty kabisa, hakuna aliyekuwepo ndani. Mwamba akiwa amechoka akaona bora tu akae peke yake, akawa amejikatia tamaa. Basi wakati huo akasikia tena sauti ya magari yanakuja. Kwenda kuchungulia hivi akagundua kwamba ni maafisa wa polisi wale wale, ila awamu hii walikuwa wamekuja na bidada Aranya. Kwa kweli bidada Aranya alikuwa naye anamtafutaga Mwamba, lakini walipoweza tu kuonana bidada akasema naomba tuondoke katika eneo hili la kutisha. Basi wakati wanaondoka Mwamba Vasanti anaendelea kuendesha gari, japokuwa haamini kabisa kwamba wameweza kufanikiwa kutoka. Wakati huo bidada Aranya akawa mpokea simu akisema kwamba we Aranya, tumeweza kumkuta mme wako, yuko hai kabisa, yuko salama. Sasa Mwamba akawa anashtuka kwamba ina maana mpaka dakika hii siko kwenye muda wangu original, kwa sababu mpaka watu wengine wapo, manake bado mimi sio original. Mwamba akasema sasa muda wangu kurudi original siutaki, niishi na hawa jamani, siishi nao mimi hapa, nataka tu kuishi na bidada Aranya, hiyo inatosha, hao watu wawepo wasiwepo fresh tu. Akaendesha gari na moja kwa moja mpaka katika kituo cha mafuta. Sasa Mwamba akawa ameingia toilet katika maeneo haya, lakini amefika tu bafuni anagundua kwamba kuna mtu mwingine ambaye anafanana na yeye, akawa anaingia toilet pia hapo hapo. Dakika chache mbele anaonekanika mwanaume mwingine akiwa anaingia ndani ya gari. Sasa hatujui, je, huyu ni Vasanti yule ambaye alikuwa ameingia mwanzoni ama huyu ni mwingine? Na hapo ndio ikawa ukomo wa movie yetu ikali sana, lakini funzo katika hii movie ni kwamba unapohamia katika makazi mapya usipokee zawadi usioijua, lakini pia kila unachokikuta jitahidi kuuliza. Viko vingine ambavyo vinaweza vikawa na maagano mabaya na vikakuletea matatizo sana mbeleni. Hasa kupata mamuvi makali kama haya yaliyopigwa maneno ya Kiswahili na DJ Mark, DJ Black pamoja na DJ Mjukuu na wengine wengi, basi ni muhimu ukajiunga ndani ya group letu la WhatsApp, ambapo utajiunga kwa mtonyo wa shilingi 5,000 tu, na kila siku naachilia kazi 2, kwa maana movie kali kama hizi 2 unakuwa unazipata ndani ya group lako. Nambari ya simu kama unavyoweza kuiona chini ya screen yako ni 0622113984. Kujipatia vigongo vikali kama hivi ukiwa umegusa alama ya kusubscribe, hakikisha tu kwamba